Naam, fadlu sawmi yawmi Arafa, fadhila za kufunga siku ya Arafa. Tamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe siku ya Arafa aliyokuwa tuna afya na uzima. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. حديث قتادة الأنصاري أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما متوم صلى الله عليه وسلم aliulizwa kuhusiana na funga ya siku ya Arafa. قال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. Somo ya Arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaofuatia. Akhrajahu Muslim, ametoa hadithi ya Imam Muslim. الحديث دليل على فضل صوم يوم عرفة وجزيل ثوابه عند الله تعالى. Hadithi ni dalili juu ya fadhila ya kufunga siku ya Arafa na wingi wa malipo ya thawabu mbele ya Allah Ta'ala. إن صيامه يكفر ذنوب سنتين, katika hali ambayo funga yake hufuta madhambi ya miaka miwili. Na يوم Arafa ni ile siku ambayo mahujaji husimama siku hii ya usimama katika viwanja vya Arafa, sababu mahujaji wanakuwa na siku zao ngapi katika hija? Ni 5, ndio. Kuna yaumu tarwiya tarehe 8, ambayo siku imeitwa tarwiya kwa sababu zamani ilikuwa hakuna maji pale Makka. Kuna kuchukua ngamia na kuchukua maji huko na leta pale kwa ajili ya mahujaji siku. Yaumu tarwiya tarehe 8 na yaumu Arafa. Tarwiya kwa sababu unakwenda kuchota maji inaitwa tarwiya. Arafa kwa sababu unasimama viwanja vya Arafa, kwa maana inaitwa Arafa. Na yaumu nahri kwa sababu wanachinja, na yaumul qarri kwa sababu siku ya 11 yaumul qarri wanakuwa wametulia Mina. Al-qarr na al-iqrar wametulia. Al-qarr yastaqirrun wametulia. Na 12 yaumun nahri al-awwal, siku ya kwanza kuchanguka ya mwanzo, siku ya 12 naruhusiwa kuchanguka, lakini jua likizama bado uko Mina utakuwa pale pale, utaondoka yaumun nahri thani ambayo ni siku ya 13. Kila moja imetoa jina lake sababu ya kitendo kinachopatikana ndani yake. Yaumu tarwiya kuchota maji na kuleta pale, Arafa kusimama, nahri kuchinja, qar kutulia, nafri kuondoka, nafri thani kuondoka. Kwa hiyo yaumu Arafa waliposimama watu wa Arafa. Mmenielewa? Sitaki maelezo mengi hapa sasa hivi. وإنما يستحب صيام يوم عرفة لأهل الأمصار. Hakika hapana vingine, pamependezeshwa kufunga siku ya Arafa kwa watu wa miji. Watu wa miji wanafunga siku ya Arafa. Amma al-hajj, ama yule aliyekuwa katika hija, fala yusannu lahu siyamu, yeye sio sunna kufunga siku ile, bali yuftir, bali yeye huwa anakula siku ile taasiyan bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kumuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Arafa hakufunga, sababu alikuwa ni haji, hakufunga siku ile. La farqa fi dhalika baina makkiin wa ghayrihi, hakuna tofauti baina anaishi Makka, ni mkazi mzaliwa wa Makka mwenye uraia wa Makka, naye pia atafunga siku hiyo kama sio haji, na aliye katika mji usiokuwa wa Makka. Ama haji peke yake ile katika zile hudud za Arafa, yeye hafungi siku ile, anakuwa ni muftir, sio saim, anafunga yule aliye nje ya Arafa. Fa'ala al-muslimi al-muqimi, juu ya Muislam aliyemkazi wa mji, kwa sababu miongoni mwa shuruti za funga ni aliyemkazi na mji. Si mkazi wa mji hakuna, yani kiamua anafunga, kiamua anaacha, alikuwa msafiri. An yahrisa ala siyami hadha al-yawm, ni kufanya pupa kufunga siku hii al-adhim, ightinaman lil-ajr, hali ya kuchukua na kutafuta kama ni ngawira kwa ujira. Wa in wafaqa yawm Arafa yawm Jum'a, ikiwa itawafikiana siku ya Arafa na siku ya Ijumaa. Tunafahamu kufunga Ijumaa peke yake haifai.
au yauma sabti au kufunga Jumamosi peke yake pia haifai. Fa innahu yusamu, hii itafungwa. Ikiwafikiana Arafa madondokea Ijumaa, sheria imeruhusu kufunga. Imeangukia Jumamosi, imeruhusu kufunga. Hiyo ni kauli rajih inda ahli al-ilm. Sawa, kuna kauli zinasema kwamba haifai kufunga, lakini kauli yenye nguvu kwa kauli nyingi zinazotolewa na wachuoni yafaa kufunga siku hizi. Wa amma ma warada min an-nahy, ama yale yaliyokuja kwenye kukataza an ifradi yaumi al-jum'ah, kwenye kupekesha funga siku ya Ijumaa au sabti au Jumamosi bisawm, fa inma huwa lidhatihi, hiyo ni kwa dhati yake Ijumaa. Yani ukanuilia mimi nafunga Ijumaa au nafunga Jumamosi, ukanuilia hivyo, hii itakuwa haifai. Nia yako nini? Sumtu yawma as-sabti, nawaitu an asuma yawma as-sabti au yawma al-jum'ah peke yake. Wa amma yawm Arafa fa inma yusamu li hadha al-ma'na, hakika yawm Arafa, ama yawm Arafa hakika hapana vingine, hufungwa kwa maana hii. Wafaqa jum'atan au ghayraha, ima moja imewafikiana na Ijumaa au si Ijumaa. Ni yako nini? Yawm Arafa, mimi nimefunga Arafa. Lakini wafaqa yawm as-sabt, hadha la yadur. Hata siyamu yaumi sita ni Shawwal, ahli wanasema ikiwa mtu amefunga sita Jumamosi, amefunga peke yake Jumamosi sita, lakini ni yake nini? Jumamosi ni sita ya Shawwal, yafaa katika hili. Fadalla ala anna al-jum'ata ghayru maqsuda, hiya julisha kwamba Ijumaa sio kusudiwa, kusudiwa ni kufunga Arafa. والذنوب التي تكفر بصيام يوم عرفة هي الصغائر. Fahamna kulielewa hilo kwamba dhambi ambazo hufutwa kwa funga ya siku ya Arafa ni zile dhambi ndogo ndogo. Wa amma al-kaba'ir, ama dhambi kubwa kazina wal iyad billah wa akli ar-riba was-sihr wa ghayri dhalika wal iyad billah fala tukaffiruha al-a'mal as-salihah. Anasema madhambi makubwa hayafutwi na matendo mema, bal la budda laha min tauba, bali lazima uyafanyie tauba kwa shurutiha, kwa sharti zake. Lazima utumie sharti za tauba, zitimie sharti, kisha ndio muombe Allah tauba, sio kwa kutenda matendo mema tu. Matendo mema hufuta madhambi madogo madogo. Sio Arafa tu, Ramadhani man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sagha'ir dhunub la kaba'ir, sio kaba'ir al-dhunub. Imma kwa kufanya tauba au iqamati al-haddi, au kusimamishiwa haddi ya kisheria fima yataallaqu bihi hadd, katika dhambi ambayo inafungamana na hadd. وهذا قول الجمهور، وهي قول الجمهور بل الصح يصحي زي قول زوانواتشون. وعلى المسلم أن يحرص اليوم الإسلام كفن يكب على الدعاء عشية عرفة، كم بدو الله يوم يسكي عرفة، كيف يسكي عرفة نقوانza kupituka jua na jioni yake baada ya asri, akithirishe zaidi mtu kuomba dua kwa Allah azza wa jalla, ihtinaman li fadlihi, hali ya kutafuta fadhila za Allah, wa rajaan li ijaba, na kutaraji kujibiwa. Fa inna du'a as-sa'im mustajab, kwa sababu dua aliyofunga ni kujibiwa. Wa idha da'a 'inda al-iftari, na anapoomba wakati wa kufungua, fama aqrab al-ijaba wa ma ahra al-qabul, hapo ndo karibu zaidi wa kukubaliwa na karibu zaidi wa kuitikiwa dua na kukubaliwa dua. Wa'lam, tambua أنه يشرع التكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. Tambua kwamba kumewekwa sheria takbira baada ya sala alfajiri ya siku ya Arafa mpaka mwisho mwa siku ya tashriq. Hata leo pia yafaa kufanya pale ilipoingia Dhulhijja, takbira mutlaqa unaleta kiwa kwa njiani, kiwa kwa nyumbani, kiwa kwa kadha, mutlaqa zile takbira.
هذا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، تعظيم شعائر الله. وصفته نصفياته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. نكون صيغ nyingine kusema Allahu Akbar tatu, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allah imefaa, lakini bora ni hii ya mbili, Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allah wallahu Akbar Allahu Akbar lillahi alhamd. Nakithirisha kusema haya maneno siku zote hizi kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa zaidi, na la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Siku ya Arafa yenyewe wasema maneno haya na kumuomba masala mengi sana. Tuna mengi sana ambayo sisi tunayataka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mengi sana. Ukiachia hayo ambayo unafikiria wewe, lakini kuna kuomba msamaha na radhi za Allah tunahitaji zaidi. Yani Allah kutusamehe tunahitaji zaidi. Kwa kuna mengi kumuomba Allah. Qila li Ahmad, falisema kwa Imam Ahmad, bi ayi hadithi, kwa hadithi gani Imam Ahmad تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. حديث جانا نقول لنا يويك من دليل يا تكبير إلى هذا كوانزية صلاة الفجر يوم عرفة فكمش يوم التشريق. فقال بالإجماع. حكونا آية ولا حديث إجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. إجماع الصحابة حجة قوية. مقبل الصحابة نهوجة نموه. من يخالف إجماع الصحابة أم يخالف الشريعة؟ نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. tuliamka asubuhi sisi alfajiri pamoja na Mtume sallam, tukaondoka kutoka Mina kuelekea viwanja vya Arafa. Miongoni mwetu almulabbi, wanaleta talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. wa minna al-mukabbir, takbir Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lillahi alhamd. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة sahihi zaidi ya kauli kuhusu takbira ambayo juu yake wana jumhuri ya salaf na fuqaha katika masahaba wal aimma, an yukabbira min fajri yawm Arafa ila akhir ayyam at-tashriq. Ayyam at-tashriq aqiba kulli salah, ni kuleta takbira kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa mpaka mwisho wa masiku ya tashriq, katika kila mwisho wa sala muqayyada. Baada sala takbira muqayyada. Allahumma ya akram al-akramin, ewe Mola wetu akram al-akramin, karimu zaidi wa karim, wa arhama ar-rahimin, amrihim zaidi wa rahim. Nas'aluka an tarzuqana al-khuld fi jannatik, tunakuomba uturuzuku umilele, tukaimilele katika janna zako. وأن تحل علينا فيما رضوانك, نتفولي جويت يدينا قرديش. وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم, نترزق لاذك وانغلية والصواق الله الكريم. واغفر لهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.